إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإسلام, ikiwa bado tupo katika msururu wa kuelezea vichanguzi vya Uislamu, bado tuko katika kuelezea dhambi la kwanza ambalo ni ushirikina, dhambi ambalo mtu akilifanya Uislamu wake atakuwa ameuchangua na ameharibu Uislamu wake. Enyi Islam, leo tutataja vigawanyo vya ushirikina. Ushirikina, enyi Islam, unagawanyika katika vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza, shirkun akbar, ushirikina mkubwa. Fahuwa taswiyatu ghairi llahi billah fi shay'in min huquqi llah. Ushirikina mkubwa ni kumweka sawa asiyekuwa Allah pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, ukamfanya ambaye si Allah yuko sawa na Allah katika kitu ambacho ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana wale kufar watakapoingizwa katika moto wa Jahannam watakuwa ni wenye kuapa wakisema, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, tuapa kwa Allah, hakika sisi tulikuwa katika upotevu wa wazi. Idh nusawikum bi rabbil alamin, ilikuwa sisi tukikufanyeni nyinyi sawa na Mola mlezi wa viumbe wote. Kwa hivyo kule kuwafanya sawa wale wanaomshirikisha nao na Allah, likaitwa jambo kama hilo ni ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, ushirikina mkubwa ndiyo ambao unamtoa mtu katika Uislamu, na tumeelezea hayo katika hutuba zote ambazo tulikuwa tukielezea, zilikuwa zinazungumzia ushirikina huo mkubwa ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Sampuli ya pili ya shirki, enyi Waislamu, shirkun asghar, ni ushirikina mdogo. Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah alipokuwa anauelezea ushirikina mdogo
akasema amma ash-shirku al-asghar, amma ushirikina mdogo, fahuwa ma thabata bin nususi min al-kitabi was-sunnah. Ushirikina mdogo ni ule ambao umethibiti katika nusus, katika Qur'ani au sunna, ama katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tasmiyatahu shirkan, umethibiti ukaitwa kwamba ni ushirikina, walakinahu laysa min jinsi ash-shirki al-akbar, lakini ushirikina huo hauko katika jinsia ya ule ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu. Kariya, kama vile riya, kujionyesha fi baadhi al-a'mal, katika baadhi ya matendo. Hapo inamaanisha kwamba sio riya zote ni ushirikina mdogo, bali ziko riya ile kubwa al-khalis, ambayo hiyo inamtoa mtu katika Uislamu, kama riya ya wanafiki, kama Allah alivyowasifu katika Qur'ani kwamba wao wakiswali wanaswali kiuvivu, wanawaonyesha watu na wala hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa uchache kabisa. Kwa hivyo riya ya wanafiki ile yao ilikuwa ni riyaun khalis, riya safi ya kweli kweli. Kwa hivyo ile yao ilikuwa ni kubwa yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wanafik wakikutana na wale ambao wameamini husema na sisi tumeamini. Wa idha khalu ila shayatinihim, na wakirudi kwa wale mashaitani wao, qalu inna ma'akum, husema sisi tuko pamoja na nyinyi. Inna ma nahnu mustahzi'un, hakika sisi ilikuwa tukifanya istihzaa kwa wale waislamu. Kwa hivyo riya hiyo al-khalis inamtoa mtu katika Uislamu, lakini riya ile nyingine ndogo haimtoi mtu katika Uislamu. Pia jambo lingine akasema Sheikh Abdul Aziz bin Baz akituelezea kuhusiana na ushirikina mdogo, akasema wal halifu bighairi Allah, kuapia kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hilo halimtoi mtu katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man halafa bighairi Allah faqad kafara au ashraka, yule ambaye ataapia kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amekufuru au amefanya ushirikina. Wa qawlu ma shaa Allahu wa shaa fulani, lakini pia kusema ametaka fulani, ametaka Allah na ametaka fulani, maneno hayo ni maneno ya kishirikina, lakini ushirikina wenyewe ni ushirikina ambao ni mdogo. Na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomsikia mtu yosema ma shaa Allahu wa shi'ta, amwambia Mtume ma shaa Allahu wa shi'ta, ametaka Allah na umetaka wewe Mtume. Qala aj'altani lillahi adlan, je wanifanya mimi sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, uniweka mimi sawa na Allah? Qul, sema ma shaa Allah wahdahu, sema ametaka Allah peke yake. Au kauli ya kusema laula Allah wa fulan, lau si Allah na fulani. Haya maneno ni maneno ambayo sisi huwa tuyatumia sana katika mazungumzo yetu. Pengine mtu atasitaji Allah, asiseme lau si Allah na fulani, akasema lau si fulani moja kwa moja. Usawa katika kuzungumza, inatakiwa mtu aseme kwa mfano ma shaa Allah thumma shi'ta, ametaka Allah kisha wewe baadaye ndiyo ukataka. Utumie neno thumma kisha, kwa sababu neno thumma
linatoa faida ya kwamba hapo kuna tartib, kuna mpangilio. Baada ya kutaka Allah ndiyo kiumbe na yeye akataka. Au laula Allah thumma fulan, ametaka Allah laula Allah, law si Allah thumma fulan, kisha fulani. Lakini mtu aseme tu law si Allah na fulani, ukatumia wao, hiyo wao hapo tufidul musawat, inamaanisha kwamba wewe umemweka sawa Allah na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo mtu akiyazungumza ni maneno ya kishirikina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi yake, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, jambo ambalo naliogopea zaidi kwenu nyinyi ni ushirikina mdogo. Fasuila anhu, akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqal, akasema ar-riya, kujionyesha. Riya ndogo. Wa hadha an-naw'u la yujibu ar-ridda, na sampuli hii ya ushirikina mdogo haimwajibishi mtu kuritadi, maana yake hatoki katika Uislamu. Wala yujibu al-khuluda fi an-nar, lakini pia haimwajibishi mtu kuadhibiwa milele katika moto. Sio kama ushirikina mkubwa ambao mtu akiufanya anaadhibiwa milele katika moto, lakini ushirikina mdogo si hivyo, hatoki katika Uislamu na wala pia haadhibiwi milele katika moto wa Jahannam. Lakini walakinahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib, ushirikina huu mdogo unapingana na ukamilifu wa tauhidi ile ya wajib. Tauhidi ya mtu inakuwa imepungua pale anapofanya ushirikina mdogo. Pia enyi Waislamu, kuna kigawanyo cha tatu cha ushirikina ambacho tulikitaja katika ile wiki iliyopita, ambao ni ash-shirkul khafi, ushirikina uliojificha. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuelezea ushirikina kama huu, akasema, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal, je, sikupatieni habari nyinyi kuhusiana na lile jambo ambalo linaniogopesha mimi zaidi kuliko masihu ad-dajjal? Qalu bala ya rasulullah, qala ash-shirku al-khafi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ni ushirikina uliojificha. Yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari ar-rajuli ilayhi, kwa yale ambayo anaona kuna mtu yamtazama, yaona mtu yamtazama, kwa hivyo yeye akaipamba sala yake ili yule mtu amuone na amtazame. Enyi Islam, asema Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa yajuzu an yuqassama ash-shirku ila naw'ain faqat, inafaa kugawanya ushirikina katika vigawanyo viwili peke yake, akbarun wa asghar, kugawanya ushirikina katika ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo. Amma shirkul khafi fa innahu ya'ummuha, amma ushirikina wenye kujificha huu unaenea. Fayaqau fil akbari, mara nyingine ushirikina wenye kujificha hutokea katika ule ushirikina mkubwa, kashirki almunafiqin, kama shirki ya wanafik, liannahum yukfuna aqaidahum albatila, kwa sababu wanafiki wao huficha itikadi zao zile za batil ili wasijulikane. Yatadhaharuna bilislami riyaan wa khawfan ala anfusihim, wakawa wao wanadhihirisha kwamba ni Waislamu kwa kujionyesha, lakini pia kwa kuogopea nafsi zao. Wayakunu fi shirki al-asghari, lakini pia ushirikina wenye kujificha huwa katika ushirikina mdogo wakati mwingine, kariya, kama vile kujionyesha. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Enyi Islam, katika sehemu yetu hii ya pili ya khutba, sote twafahamu ya kuwa katika miji yetu au mji wetu kuna sherehe za kitamaduni, sherehe za kimila. Enyi Islam, asli ya mambo ya mila ni mambo ambayo ni mubah, yanafaa, ni halali kufanywa. Lakini enyi Islam, ikiwa mambo hayo ya mila, mambo ya kitamaduni yanakhtalifiana na Uislamu, yanakhtalifiana na dini, yatakuwa hayafai, na wala hautaingia ule msemo ya kuwa muacha mila ni mtumwa. Huo msemo, sehemu kama hiyo hautaingia. Enyi Islam, sote twashuhudia ya kuwa mengi yanayofanyika katika tamaduni hizi, mengi yanakhalifu sheria ya Kiislamu. Ndani yake kunapatikana ikhtilat baina ar-rijal wan-nisa, kuna kuchanganyika baina ya wanaume na wanawake, kunapatikana al-ghina. Yote haya ni maasiya, watu kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kucheza, wengine wavaa uchi. Yote haya ni mambo ambayo yanakhtalifiana na Uislamu. Uislamu hauyaruhusu mambo kama haya, na mila hapo itakuwa haifai kuitekeleza ikiwa inakhtalifiana na Uislamu. Enyi Waislamu, sisi wanaume hasatan tunatakiwa kuwa na al-ghaira, na dada zetu, wake zetu, mama zetu na Waislamu wote kijumla. Kama wewe Muislamu unatakiwa uwe na ghaira na wivu na dini yako, uwe na wivu na mke wako, uwe na wivu na watoto wako. Usikubali wewe wataenda kuyafanya mambo ya haramu, usiruhusu katika hilo. Enyi Islam, Allah mwenyewe ana wivu ikiwa kuna mtu anafanya maasiya, anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakuwa na ghaira, anakuwa na wivu. Na wivu, enyi Islam, ni jambo ambalo ni mahmud, ni jambo zuri. Sikiliza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yagharu wal mu'minu yagharu wa ghayratu Allah an ya'ti al mu'minu ma harrama Allah. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa na wivu, lakini pia mu'min wa kikweli kweli ambaye amekuwa na iman na dini yake anakuwa pia na wivu. Wa ghairatullah, na wivu wa Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'ti al-mu'minu ma harrama Allah, ni pale mu'min atakapofanya jambo ambalo ni la haram, Allah ameliharamisha. Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa na wivu, hafurahi jambo kama lile, bali Allah yuakasirika kwa jambo kama lile. Enyi Islam, pia imekuja hadithi Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu alisema, law ra'aytu rajulan ma'a imra'ati lakataltuhu bisayf, law nitamkuta mtu na mke wangu mimi nitamuua kwa upanga. Enyi Islam, Waislamu wangapi leo huwaacha wake zao kuenda katika hizo sherehe, kwenda kucheza wakiwa wamevaa kama hawakuvaa? Waislamu wangapi wanafanya makosa kama haya? Aina al-ghaira ayuha al-muslimun? Ghaira iko wapi? Wivu uko wapi? Muislamu anatakiwa kuwa na wivu. Tazama Saad asema, lau nitamuona mtu na mke wangu lakataltuhu bisayf, ningemuua kwa upanga.
Fataajjaba as-sahaba, masahaba wakawa wenye kustaajabu na maneno ya Saad. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ataajabuna min ghairati Saad, hivi nyinyi mustaajabu na wivu wa Saad? Fa wallahi la ana aghyaru minhu, na apa kwa Allah mimi na ghaira kuliko Saad. Wallahu aghyaru minni, na Allah ana ghaira kuliko mimi. Asema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wal ghayratu min ad-din, na ghaira, wivu uko katika dini. Muislamu anatakiwa awe na wivu na Uislamu wake, anatakiwa awe na wivu na binti zake, dada zake, mama yake. Asikubali waende katika mambo yenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bal hiya asluddin. Asema al-Imam Ibn al-Qayyim, wivu bali ndiyo asli ya dini. Faman la ghayrata lahu la dina lahu, yule ambaye hana ghaira huyo hana dini. Fa inna asla ad-din an yaghara lillah, hakika asli ya dini ni mtu awe na ghaira kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndio muislamu anatakiwa awe. Wa idha fuqidatil ghaira, na ikiwa wivu utakosekana kwa muislamu, fuqida din, dini itakosekana. Walihadha kana ad-dayyuth akbatha khalqillah, na kwa ajili hiyo ndiyo akawa dayyuth, ni mtu muovu katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu haramun alayhi, na dayyuth yule ambaye hana wivu, anakubali watu wake waende katika maasiya, wake zake, watoto wake anawaacha waende kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni mtu muovu sana, na janna ni haramu kwake, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi yake, qad harrama Allahu al-janna thalathatun qad harrama Allahu alayhim al-janna, watu sampuli tatu Allah amewaharamishia wao kuingia peponi. Minhum ad-dayyuth, miongoni mwa hao ni yule mtu dayyuth ambaye yeye hana wivu. Watu wake, familia zake, mabinti zake wanaenda katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye hawi na wivu, hawezi kukataza, yeye yuko yaridhia yale ambayo wao wanayafanya. Haitakiwi muislamu kuwa namna hiyo, bali muislamu anatakiwa kuwa na wivu wa kisawasawa. Sema al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Kabla ya hapo al-Imam Ibn al-Qayyim amalizia maneno yake akasema, wa inna ma dakhala al-fasadu ala an-nas, hakika uharibifu umeingia kwa watu, min qibali qillati al-ghayra, kwa uchache wa wivu. Watu wakawa hawana wivu, bali wao ndio wa kwanza ambao wanaenda katika maasiya, wakienda na mabinti zao na watoto wao. Hao ndio ambao wametia uharibifu katika dini. Pia akasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-muradu bil ghairati huna, makusudio ya ghaira hapa tahrimul fawahish wa bughdhuha wa karahatuha wa man'u wuqu'iha, ni kuyachukia machafu, kuyaharamisha machafu na kuyachukia machafu, na kuzuia yale machafu kutokea. Muislamu anatakiwa azuie, asikubali watu wake waende katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yanayotokea ni mengi katika hayo. Wa aslul ghairati fi lugha al-man'u, na asli ya ghaira katika lugha ni kuziwia. Wa maana al-hadith, na maana ya hadithi, anna Allah ta'ala yakrahu al-fawahisha, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia machafu. Wa yamna'u minha, na Allah anayakataza machafu, anazuia watu wasifanye machafu. Zimekuja nusus nyingi katika kuyakataza machafu. Wa yuaqibu alaiha, na Allah
humwadhibu yule ambaye anaenda kuyafanya machafu. Wa yuhibbu min ibadihi an yakunu ghayurin, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waja wake wawe na wivu. Wivu ni kitu kizuri enyi Waislamu. Ala maharimi, wawe na wivu juu ya yale mambo ambayo ni haram, Allah ameharamisha. Muislamu asikubali awe na ghaira na dini yake. Wa an yajtanibu ma yughdhibuhu, Waislamu wajiepushe na yale ambayo yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo enyi Waislamu, alghaira, tunatakiwa sisi kuwa na ghaira, kuzuia machafu kutokea kwenye familia zetu, dada zetu, ndugu zetu. Tusiwaache kuenda kule wakacheza uchi, wakaimba. Yote haya ni katika muharramat ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Bali utapata mtu, mke wa mtu au dada yake mtu, atoke ajipambe, avae vibaya, ajitie na manukato, kisha aende katika sehemu kama hizo. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahuwa zaniyah, mwanamke yote ambaye atajitia manukato kisha atapita kwa watu ili wasikie harufu yake ya manukato, fahiya zaniyah, mwanamke kama huyo yeye amezini. Enyi Waislamu, na baya zaidi ambalo linaweza kutokea ni iwe katika hayo yanayofanyika, katika hayo mambo ya kitamaduni kunaingia ushirikina ndani yake. Usikie ya kuwa katika mashindano kuna watu hawawezi kufanya mashindano hayo mpaka wamchinjie asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wachinjie majini. Kuna watu mpaka wafanye uchawi, waende kwa waganga. Sasa hiyo inakuwa ni hatari zaidi, kwa kuwa itakuwa watu wamepitisha katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقم الصلاة.